uande kalikili. Useme mtu asikushake pale. Pasteur mimi naanza avec ya kazi ya Mungu. Ndakuwa na deposer ne fisque ça tunakutosha pale, mimba haitaribika hapa kwa jina la Yesu. Amina. Haitaribika. Abu shetani alipate tena. Haleluya. Wa kwanza sema huu nyumba huu dada ninataka na fulamia bwana yake na kumparamia msema mimba haitaribika. Hakutakuwa cha kuharibika hapa. Mawazo yote unayoyawaza utakiaka tulizana na umeona kwa macho. Hapana kubadilisha mipango. Iko saa kwa sababu nilienda hapo haiko bahati yangu. Atabikatale gangania tu pale, mimba haitaribika. Mbele mimba sana tazaliwa inaanza nyuma. Inaanza vuisha na maji, si mnajua. Ni damu inakia nyuma. Damu inatoka kwenye hakuna kulia. Elewa tu useme vile wanaweza nipiga vita na vile wanaanza kaza, maana yake njoo hapa mimi nataka sala. Vile nililotaka ninataka shuka. Ndio maana nakwambia hakuna kizuri bila mateso. Haleluya. Wapendwa, tutumikie Mungu. Sasa kazi ya Mungu inakwamo, sasa kazi ya Mungu inakomala sana. Na baadhi na wewe foka kuwe sana pour que le mimba iharibike. Lakini na wewe unaibeba umaira tunaye. Bana kabisa. Sasa unasikia tu mimi nashinda siporte kama kisha kutumbu. Unasema mtoto wangu pole pole, tuko tu pamoja hapa. Sikutupe njiani. Haleluya. Amena. Hakutakuwa mimba kufanya nini? Ile ni ngapi? Ya 5 na tunamaliza. Ya 5 hii hapa. Wale 26. Wala mwenye kuharibu mimba. Wala mwenye tasa katika nchi yako, nitatimiza hesabu ya siku zako. Amen. Aseme na tasa hata kuwa. Unafikiri utasa wanaoongelea ni utasa ya kusema kwamba kuko watu wenye maisha yao iko ukiwa. Ndio wakakuuliza saa hii ukikufa tupe za serikali. Hana. Maana na saa hii tuko hapa. Haiweka msoto atalaliani. Hivi maana unasema Mungu asaidie kanisa ishe mbili. Juu ikichelewa tu hapa maana ni mai tu. Haleluya. Sasa wanasema hakutakuwa tasa. Tukatale ile maisha ya kuishi mnyumba mpaka leo tuliambia watu kila mtu akienda vizuri chenye atafanya. Ushajifunza juma wote mzima tukakupatana mwaka hautapataka. Sasa mimi natia nini? Mbona hauna kiliko nacho? Mbona na ingwe niko nataka nitie maisha hawezi nipa matana pesa. Niko na nini? Ndio kukua tasa ni maisha ya ukiwa yenye hauna mbele, hauna na nyuma. Ukamwanga na korowe ya mafuta ya safra atakukosea nao. Biblia inabaka mjama wanakuambia kila mtu alete mbuzi. Unaangalia mnaleta mbuzi unasema yake uni tajiri. Tajiri wa wapi? Bado tusaidie sana. Wewe mkanisa ukatoa tu 500 francs ni marahaba. 500. Maki alifoende chantier ubaki na 50 francs, 450 nyaka mchunguzi. Basi tufanyaje? Kila pastor anasema tuuze vitamana vya $10. Wote vitosha wapi hata imani wa ndugu za Goliath. Bwana tusaidie sana. Ile haiko maisha ya Mkristo. Wakati wote umeokoka unapasha kuwa mtu anaita revolutionnaire. Kujirevolte kuvia uko nayo. Na ukijirevolte kwa ile maisha itakupatia bidii ya kujua kuendea baba. Paka umwambie nitafanya combat spiritual. Me probleme yako na shetani ashakufunga. Pale chini wanasema Mungu anasema nitahesabu, na anasema kuhesabu. Nitatimiza hesabu ya siku. Alo. Hesabu ya siku inapatikana kitabu gani? Pale ndio tunamalizia. Some nani? Acha kuwa na lota. Hiyo nakufa. Wewe unajua hesabu za siku? Ambia mwenzako unajua hesabu za siku. Hesabu za siku ndio hapo. Zaburi ngapi? 90. Zaburi 90. Mstari wake wangapi? 10. Upate hii mafundisho ujue hesabu ya siku. Mungu ashatuhesabiria siku ngapi kwa hii dunia ya sasa? Kudunia wakati ya Noa ni kitabu cha Mwanzo 6:3. Mungu anasema maisha yenu sababu mmenikosea itakuwa miaka 70. Hamtafuka pale. Mekudunia ya sasa hii yetu ya leo. Bana shusha tena chini hapa juu ya dhambi kuendelea. Zaburi 90 combien? 10. Mungu awabariki juu mshaelewa. Maana yake hata unelima hata ukimbie hautavuka hapa. Kuvuka hapa uso tumikie tena
Njoo akuvukishe. Hesabu ya siku. Zaburi 90 inasema hivi. Siku za miaka yetu ni 70. Ngapi? 70. Katala joie, katala na Mungu, toa, usitoe, egali 70 uko kadaveri. Unaisubiria nini? Kunya pombe, shiba, uzitapike, uhare na michele, nonati. Unichambe, unianike, useme bana kuchosha mkisomo, mimi nakimbilia makazi ni 70. Tunafia nini? Unite Munyarwanda, unite Munande, unite Kibirigiti, nite na mafu. Ni 70 tu. Tunafia nini? Wadu hii miaka ya Mungu ametusabiria. Si tushipatie mwayo raha. Nikakuona nibariki Yesu. Na wewe kaniona nibariki Yesu. Ile siku tutasinzia. Tuko na matumaini kama tunaendesha maisha yetu mbinguni. Lakini maisha ya muda mchache inahesabiliwa masiku. Na Mungu akiona unamtesa na hii tena isebutati huko nayo. Anasema we ushafika mtranti. Dairi hata nilifungana macho nisahau. Uko na deni yangu ya miaka 5. Hivi kesho ukitoka hapa hautalamuka. Usiendeshe la Mungu mlilikuloka. Haleluya. Amra tusabiria nini? Siku. Sikia pale chini wanasema hivi. Au labda kwa sababu ya nguvu ni 80. Amen. Ambuko wale wa patro, wanasema mimi kuna franga zangu. Sitapana toa. Natembea na sitatembea na miguu sichoke mbio. Utembee sichoke mbio ni 80. Maana mama tajiri anashindia maskini ngapi? Diza. Niza mingi. Basi hata zikuwa za mingi papa. Baka kutia mnyumba aloaje. Hata wakwambia ni 5 zinafika kwa usona sanyani. Hapo ni jana nyumba kwa mwanzo. Haleluya. Watatusabiria nini? Miaka na siku. Sasa siku zinapita mpendwa. Kama hautaamini Yesu abariki chakula na wewe useme nilikulaka, utatoka kama hii dunia utaambia baba ulikula nini? Makodi ya kila siku uko nafuza vifisi. Na mimi duniani nilivalaka. Hiyo Mungu, wengine wanavala sandu ndani kumwili yao. Wewe unavala 10,000 francs, unasema ulivala. Hiyo tata. Na unajivuna. Mimi Mungu ashanibariki. Alikubariki wapi? Bwana tusaidie. Amena. Amen. Kumbe amone kama il faut tu racheter wakati ya kutumikia Mungu juu na sisi kule kwa ya dunia. Haiko vile. Alo. Tutumikie Mungu juu na sisi kule kwa miaka ya nini? Ya hii dunia. Na mtu yote amepokea Yesu, anapasha tembea na hii mambo 5. Bwana Yesu atusaidie. Mambo mangapi? Nimesema ya kwanza Mungu atabariki nini? Ya pili atabariki nini? Ya tatu atatosha mago. Ya 4 hakuna mimba itafani. Baki hakuna mawazo itavorta. Tulisema kesi ile bafle il faut leo deni ishi. Haitavorta katika jina la Yesu. Il faut le deni ishi pa. Tulisema leo mawazo tuko nayo tukasema hii mazabao il faut inajengwa sawa. Amone mazabao za wengine mmaitibe. Nenyewe mtakapeleka mazabao za hivi. Jana kesho yake. Ifo zibadilike na kweli tabadilika. Haleluya. Amina. Tunasema tena nyingine maono gani? Kutia na kalupango hapa akaferi ya beto, mhubiri akahubiri, mtoto walimwasikie mushusha pantalo hapa. Haleluya. Fasi mahali patakatifu mkwe sekirize, halita flote. Amena. Tukasema tutie na hapa kitambala cha mzuri. Na siye kesho niko na hubiri hapo angalia vitu napiga papa. Halita flote. Haleluya. Hakuna mimba itaharibika. Ile ni ya 4. Na ya 5 tumesema ni nini? Hautakuwa mama Mungu akubariki. Hautakuwa na bakia na hauna hazina. Kuko wengine wenye sai franga zile zinaanza pata mburu. Kunini? Kubanki. Mewe hauna naka kese ni nikikae ushakitia mchiato. Basi $1000 utatia mchiato sasa uko vayo. Haleluya. Na mbona mwenye anataka kakese kama mchiato. Maki iko tu pale tu. Mungu akupatie kese katika jina la Yesu. Hautakuwa tasa. Kumbe na
kuishi na kutokuishi ni Mungu. Juu Mungu anasema nyinyi watosabilia manini? Masiku. Maisha yangu na maisha yako iko mikono ya Mungu. Usichekake mtu hata hana kitu leo. Maana haujue kesho wenda Mungu akana msabilia masiku, ini mwaka yake ya kwa vile, mwaka mwingine ya kwa vile, lakini wenda 2023 ni ya kushanje. Mungu yuko anahesabia siku zetu. Wakati tutamtumikia Bwana, ndio anakuambia kumtumikia Bwana hakuna kupoteza. Juu kumtumikia Bwana, vile vile unatumikia Bwana, unampendeza. Nani mwenye anaweza penda Bwana yake mwanamwemeli yake kufa? Tia mkono hiyo. Na sie kama tunapendeza Mungu, hata tukiingia maisha. Haiko vile wapenda. Na tatarajia mwae yetu yake yote na si atupendeze. Amen. Bana ndoa jambo. Bapepe. Bibiko mandoa bapepe. Bo. Baba mama Biblia anapetea Mungu abariki. Sasa Bwana anakuletea kanyama. Adabu haiongezeki. Siku alikia kupale, anakia na nyama, anakuletea wenda na chikwebe, chenye uyaka onako, anakuambia sheria za kusukisha hizi na kiato hiki. Sasa siku ulivala vile vitu alikuletea na kanyama kiko pale mchungu, analeta na kesi ya sikre pale. Huko vingine vyenye hizi kuambia umfanyi. Wewe peke tu roho utasikia sema nitie mkono kusheri. Fanya Mungu matendo mema, segeme maisha yako katika jina la Yesu. Aseme mtakapo nitina kunipendeza, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu watashuka, watafanya ndani yenu makao, mtakula pamoja naye. Mungu hawezi kula wa lukondi, hatari lukondi, atageuza ikuwe nyama. Jua aligeuza kamikate 5 na samaki 2, ikageuka zambi. Bwana anageuza kila kibaya kwa maisha yako katika jina la Yesu. Jibu langu kwa Mungu, jibu langu kwa Baba, na wewe ukumbukwe na Mungu we. Oh, jibu langu kwa Mungu we, jibu langu kwa Baba, na wewe ukumbukwe na Mungu. Ila niko nayo, Mungu akupe hayo katika jina la Yesu. Kila chenye ni mawazo yako, naenda ambia Mungu hii muda, Mungu aende ifanye isiavorte katika jina la Yesu. Kila mtu alikuwa hapa iko na hitaji, ile hitaji ni mimba. Na tabiri sahi na kwenda zaliwa kwa jina la Yesu. Na mimi nahitaji niombee watu ambao wanahitaji hasa mimba yao izalike. Wenda ulikuwa hapa ni maisha ya utasa, lakini Mungu ametuambia mimba haitavorte na utasa haitafanya. Haitakuwa. Maana ukosefu ya vitu haitafanya. Asime pasipo kuwa na kitu, Mungu anatiaka kitu. Umebakia miaka za mrefu hauna mtoto. Acha kwa nasema iko zamia Mungu aliumbaka tu sitakuwa na mtoto. Hadi sijo. Hai. Sasa mzinaishi. Lakini kwa nikasintetize. Huko mama moya alizalaka mtoto mmoja. Mimba ya pili wakamtosha kizazi. Wakamwambia hautazalaka te. Manake hata usikie mhubiri anahubiri ae, wewe usilotaki. Hata wanasema mwenye anahitaji mtoto. Ndio yeye mnakasha mambo sifani. Usilotake kwenda naomba kuombe. Mimi natafasiria juu ya utasa. Amen. Amen. Hii kanisa kwenye imetokea mutasa. Mimi hapa kuniombea kama pastor na niko na kanisa. Lakini baniombea upastor na siku ae, mesa ndiambia Bwana mimi napenda nikuwe pastor na nitashona pamoja na wewe. Mungu akaletea watu 6. Wale watu 6 tukayala mlupango. Tulikuwa tunaombea mnyumba ya mtu, lakini Mungu aliponitosha mutasa akanitia mlupango. Mlupango lukaja. Mungu akaniambia nikaona usiku niko natembeza gari, watu wanaela mki19, lakini mimi nakosa nafasi ya kubashushia. Mungu akaniambia ni wakati ya kutengeneza kazi yangu na watu wapate parcel. Karibuni pale kwa mnaombea kama mtafukuzwa. Sasa ni baraka leo nabii wa mingi wakanipinga. Lakini Mungu akaniambia, shusha wale watu, nikawashusha. Aseme nikawapatia makaratasi. Nikasema hii karatasi ya $100, hii ni ya 50, hii ni ya 10, mpaka nikafika kwa 50 francs. Mungu akaniambia akasema, kila mwenye nitabariki mwa ikundi uko naye. Wapatie tu ile maiprevo, waambie hauna kitu. Jipange nyuma ya karatasi, yonaangalia ke wewe uko mtu wa ile kategori. Kuko mtu mwenye kutoa 50 francs maisha yake ni haya. Haiko vile.
babebeshe mimba za maono ya kazi ya Mungu. Bote nikaona wanakimbilia kumstari ya $100. Nikasema kumbe watu hawana, mimi napendaka napate. Nikasema mimi nataka ombea watu makazi na mwenye hana kwa kugusa ile $100 umepana hautakufaka kabla hauipata. Na mimi naomba mdesmen kile chenye umeshikama nyuma yake Mungu akutanishe nacho. Kama akukutanishe nacho haiko probleme yako. Na usikue deranje. Metupime nguvu za nani? Za Mungu. Si nikawaombea. Après des semaines tulikuwa kanisabia $100 ngireni $10. Na watu wanashukuru wanakuambia bali niombea na sina kazi. Mais après kuniombea nikenda kumstari ya saa nimepata kazi ya kupata $100 kwa mwezi. Pepe ya Yesu. Amen. Mimi naamini Mungu. Na mimi naamini Mungu leo anabadilisha maisha mtu mmoja hapa. Amen. Ile mimi naamini. Haukumbuaka juu bakie sasa bila kazi milele. Inawezekana, naambia mwenzako inawezekana. Na kama Mungu atakuwa na majaribu kwa mambo makubwa kama na haya, maana yake hatuna Mungu. Maana yake tu ratatone. Mimi Mungu mwenyewe akutabiri, nimewahi kumuona kwa macho. Hivi macho kwa macho. Haleluya. Amen. Tukahesabia. Tukapata hii parcela hapa kutunekana. Na kile ka parcela kule yule. Wakatuambia kule ni 1000, hapa ni 4000. Mimi nikasema hatuwezi uza kwa 1000. Hizi franga vile zilipatikana, hatukiona zitapatikana. Hapa akasema siwezi hapa chini ya 4000. Nikasema Mungu ni tajiri, tupatie tutaongeza za nyingi za yulu pole pole. Tukahesabia franga hapa 4000. Na wengine na wakubwa wa community wakasema ule mtoto ni masifa, ile franga ingepasha mshengea na inauza parcele huku kule kipande. Nikamwambia usipelekake Mungu fasi mbaya. Tuko na mimba ke Mungu ni tajiri na ilifo tajiri wake onekane ndani yetu. Na wanasema kama tukiamini mimba haitaflote. Mimi najua hapa ndio unastahili kanisa, juu ni karibu ya barabara, mtu akifika na mwambie kadafe mabungo na ishata ione. Unipeleke kule mumulika. Nende fanya nini? Sikia hata uko mtoto wa Mungu. Katana wanapanga mkanyumba kwa kupangama. Enda mnyumba propre. Atakufuza mkesho mimi ulikula modeju. Ile nakwambia taifa linapotea kwa kukosa maono na madini. Mimi hata sina kitu hauzi nizarao. Niko na imani kilicho ndani yangu ni kikubwa. Na pastor maisha jenga etage. Etage haiko njoo uzima milele. Jenga etage, mimi naamini kwamba Mungu anahesabia masiku. Kadiri mtu anakomara na maono yake yanakomara na destiny inakomara na baraka zinakomara. Huko vitu vingine vingine mtoto kanza kwambia, "Papa mimi napenda mimi na utuunge leo." Utamwambia chunga uanze kumbe kinachotangulia kingine kati ya baraka na okovu ni okovu. Mungu anasubiri siku tafika kunivoya kapasite ya okovu fulani. Ataita vitu vingine fulani vyenye hauni alinyamisha. Leo kamata maono, leo ni siku ya maono. Kamata maono makubwa juu ya kazi ya Bwana. Kesho ile mimba haitaflote, Mungu ataona huyu anasusia kupana mile, meana kwa kugusa. Mimba haitafubala. Mtu mwenye yuko mkazi ya mile atapata jaribu na Mungu atamteka. Na Mungu akishamteka, tisera na passion no pesa de Jésus. Amen. Mimi ile nakwambia ni kweli. Wakaniambia kanijenge hiki kisomo 10 metre carré. Mimi nikasema najenga 20 metre carré. Mimba nilikuwa na mimba ya 20 metre. Wakaniambia tutakusaidia, nikasema muache Mungu nilie naye iko zaidi ya msaada. Kuna wengine wanachunga misaada sitoke Ulaya. Wengine wanabasi chunge Amerika. Amerika sio mbinguni. Mbinguni yetu ni mimi na wewe na hili neno. Tukiliamini yote yanawezekana. Amen. Hapana kunitisha na Amerika. Niko na mzungu wangu ni Yesu. Juu niliombeaka watu wenye wana na makazi, wakapata makazi ya $100. Mpaka na hivi akakopeshaka wakaanza kopesha. Basi mshahara wewe ulikuwa ukisema $10 kwa mwezi. Nikakwambia ile mshahara yako Mungu anasema tuikopeshe. Miezi 5 tulikia Mungu na tukamkopesha na vitaendelea. Utapinga? Muda semene nilikuombea ukaipata. Si ndio? Ya kwanza usheretea Mungu. Ya pili mimi nakwambia utakuwa diviser par combien? Par 2. Mezile zako unapana unakopesha nani? Tuanganishe kwanza vya Mungu. Utapinga? Wewe ulikuwa upatake na disi. Si Mungu anakuachia $50. Si shukuru nayo. Au bakudishe mzero. Papa alikuwa na mahitaji. Sasa Mungu alikuwa yakupa ile mahitaji ulibeba wapi? Hakukuwa naishi tu. Watu walielewa Mungu na ndio watu wafika hapa. Na mpaka leo washakopesha madeni zenye nako nifunga balifungaki. Otelemandi mimi nakwambia katoka reni fulani hapo. Papa tuyalishe kwanza. Usikibiria kutulipa. Mimi tuyalishe kwanza kazi ya nani? Juna huku kwetu kwenye tuko tunaamini ke tunalindwa na nani? Mtu amepata kwa Mungu, anaona kali yake yote ni ya Mungu.
Na kumtu amepokea Yesu bie na najua Yesu ndio vyote, hatuna devoir ya kunegosia sadaka kwake. Yake mabumbafu. Na Mungu alitaka mtu mwenye ana nguvu. Mungu anataka mtu mwenye iko na nguvu mea kupata kwa kutumikisha. Mungu anataka dada mwenye ni wakiana, memo iko na sijia kusema Mungu mbaraka unatani uwa. Tambazi natani maliza papa sitacha mimi naanguka. Nipe Bwana pour que niendelee kutumikia na niko na security. Utaona lazima utakuwa. Unataka tumikia Bwana unapita omba raga. Unaenda ombea papa ambaye alitaka mbaka. Banduku bwana nilikuwa naenda ombeana bwana. Mungu akupe Bwana, kazi ya Mungu iendelee. Nasema Elisha akasema demozi shimame juu tutatangaza kazi ya Bwana. Na mie hii shuma kama Mungu aishivyo na kama mtumishi wa Bwana wanaonifuata kwenye mitandao, acha tena nibarudilie mbie. Unalotaka lionekane. Wewe liko mbali matume sadaka hapa kwa hii mlima tunataka kumshekea Mungu. Shetani aitike akatale hapa kitaeleweka. Na wewe mwenye uko hapa saa hii unatuambia utafanyia Mungu nini? Una mimba gani? Basi wote ndazala wenye wakulotaka. Hauna mimba, mimi napenda dizani. Hiyo dizani utazala kote popi. Haleluya. Saa hii tunataka beba mimba za Mungu. Tambia mzako tendo ya imani. Mwambie tena tendo ya imani. Bwana shuki hapa chini. Na wenye ni batasa tu bakilo mnatawa hao. Bwana jogelea hapa. Bila kui. Malaika akaambia hivi Maria. Umejaliwa neema. Niko wanawake wote. Tazama mtoto leo kabisa Yesu. Lazima namba mbaya sina Mungu. Roho Mtakatifu kikuita kitakufunika na kitaanza mtoto mle ndani. Kumbe kuko vile vile Roho Mtakatifu anakelea. Mwenye anapenda leo. Leo naongea. Mwanapenda leo Roho Mtakatifu as kivuli cha Roho Mtakatifu kikufuniki na kikuanzie kitu. Haleluya. Ujaribu kufanya ibada. Bebe mimba ya nani? Mimba ya nani? Hamtapenda kupoteza kwa ajili ya Yesu kufanya nini? Unaweza kutumikia Mungu kumbe kesho kukufa na vile mkipatia kwa Mungu na baki. Na kitabu cha Mzali kinasema mali ya mtu ni ukombozi wa. Sasa hatuna kitu